Yerusalemu, melazulaba, na majeshi makubwa yenye nguvu, melazulaba, akiuzunguka kwa muda wa miaka 2. Kwa sababu mji wa Yerusalemu ulikuwa na ukuta alafu mashamba yako nje, melazulaba. Kwa watu walikuwa wanaenda mashambani nje alafu wanaleta mazao nyumbani, melazulaba. Mji ukawa umefungwa miaka 2. Wakati huo wale baadhi ya mitume walikuwa wamesalia wakati huo, melazulaba. Walipoona jambo lile wakakumbuka unabii huu. Ndiko wakamlilia Yesu. Ndiko ule mji ukakutwa na tetemeko kubwa sana kiasi ambacho Jemadari Tito akaamua kuuacha ule mji akakimbia. Ndiko Waebrania wale mitume na wale wanafunzi wa Yesu wengine walikuwa na ufunuo wakatoka nje wakakimbia. Baadaye Jemadari Tito akarudi tena kwenye ule mji. Malazulaba. Akakaa kwa muda wa miaka 2 kule ndani, walikula vyakula vyote vikaisha. Hakuna namna yote ya kutoka, kwa sababu ukitaka kupasua ukuta melazole utakutana na Warumi wako pale nje. Melazole waliozunguka mji wote ili kutimiza maono ya manabii. Melazole, na maono haya ambayo Yesu alikuwa anazungumza, watakujengea nini? Boma. Melazole. Baada ya hapo ikafika wakati wa mama wamekata tamaa, kwa sababu wamama wanaaminika sana kuwa ni wanawake wanaaminika sana. Melazole, katika lugha za kawaida wanaaminika sana kwamba wana huruma. Melazole, lakini niwaambie mwanamke hana huruma. Nisikilizeni vizuri sana. Yaani inapofika hali ya njaka kali iliyopindukia, mwanamke huyo hana huruma. Wanawake wakaanza kuchinja watoto kwa zamu ili kutimiza maono, kwa sababu Musa aliwaambia mtakapoacha hakika njaa itawafuata. Maelezo na matokeo mwisho, kilele chenu cha kilio chenu, mtachinja watoto wenu na kuwala. Hili lilitimia mwaka wa 70. Lilitimia mwaka wangapi? Wa 70. Waebrania wa mama wakachinja watoto wakala. Jemadari Tito baadaye anaingia, amewakuta Waebrania wote wamechoka, wana kitu, wengine wamekwisha kufa, akawachinja kama kuku. Yesu anazungumza hapa kwenye karne ya kwanza. Hebu endelea ili tumsikilize mambo huyu mashuhuri. Ndio ndugu yangu. Kwa kuwa siku zitakuja, adui zako watakapo kujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote, watakuangusha chini, wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa. Na hapa Jemadari Tito alipoivamia Yerusalemu mwaka wa 70, alihakikisha Mathayo sura 24 inatimizwa. Melazole aliubomoa mji mzima wa Yerusalemu na ukuta pia, alafu kikabaki kipisi. Ndio maana leo unaona kiko kipisi pale. Melazole, kipisi cha ile jengo. Melazole, ile kazi ni ya Jemadari Tito wa Kiroma mwaka wa 70. Leo ni mwaka 2000 na ngapi? Na 25. Mwaka wa 70 Jemadari Tito alifanya lile tukio. Melazole, Waebrania waliuawa. Na ilipofika mwaka wa 135, dola ya Roma ikawafukuza Waebrania wote kuyatimiza maono. Melazole, wakafukuzwa sawasawa na maandiko, sawasawa na maagizo ya Mungu. Wakati wanafukuzwa, Yesu wakati wanaangalia injili ya watu wa mataifa katika siku za mwisho, namna atakavyowafukuza wakawajua nchi. Ndio wala leo nawaonya. Melazole, ndio wala wengi wanafikiri Biblia ni historia. Hii sio historia. Mwaka wa 135 Waebrania wakafukuzwa kwenye nchi yao, wakaenda kuwa wageni kwenye mataifa mbalimbali duniani. Waroma wakawachukua walowezi, wakawachukua Wairani na watu wengine, wakawaweka ndani ya ile nchi, ili wailinde. Ili wafanye nini? Wailinde. Na hiyo Roma wanajua, wana hili fahamu vizuri sana. Ili wailinde, ili wenyewe wakati ukifika warudi kwenye taifa lao. Swali linakuja, mbona wanarudi leo mnakataa? Roma na wauliza nyie Roma, ambao wewe ndiye mfalme wa kusini, sawa? Wewe na mshirika wako Marekani ambao ni dola moja ya Kiroma au dola ya Kilatini. Na wahoji hapa, mbona wamerudi sasa mnakataa? Wakati mlisema wenyewe kwamba hao wakae ili walinde nchi hii, mpaka wakati utakapoamuliwa wenye nchi yao watakaporudi, kwa sababu Mungu amesema na hakika atathibitisha. Mbona umerudi katika maono ya kinabii? Mbona mnakaa tena vikao mnasema hapana?
wamekosea. Mbona mnasema ni wauaji? Mnaelewa baba? Amen. Mnaelewa baba? Amen. Roma umeua watu wangapi kwenye kuanzia karne ya 3 mpaka karne ya 15? Mnaelewa baba? Umeua watakatifu zaidi ya milioni 68 duniani. Mbona hamsemi hayo? Wamerudi kwenye nchi yao, mnaelewa? Wanapigwa na majirani, mnaelewa? Wanajitetea kwa uwepo wao na wanajitetea kwa sababu Mungu alisema katika siku za mwisho Waebrania watarudi nchini mwao. Mbona leo mnaonyesha vidole na kuwapa majina? Mnasema ni magaidi, mnaelewa? Roma umeua watu wangapi ulimwenguni, mnaelewa? Nani gaidi sasa? Mnaelewa? Nani gaidi? Marekani ameua watu wangapi ulimwenguni kwa vita za kutengeneza? Nani gaidi? Melezo baba? Waebrania wanarudi nchini mwao leo. Mnasema kabisa kwamba hapana. Wakati ninyi wenyewe Roma mlisema kwamba hawa watarudi. Ndio maana ile Israel, melezo baba? Hata ukiangalia vita vya pili vya kwanza vya dunia, Israeli iliwekwa chini ya uangalizi wa Kiingereza. Wakisema wenye nchi hii watarudi kwa sababu Mungu alisema, na wahoji wa Uingereza. Mbona leo mnawakataa Waebrania? Kama mlipokubaliana kwenye kikao cha vita baada ya vita ya kwanza ya dunia, melezo baba? Mbona leo mnawakataa Waebrania? Kuna siri gani nyuma ya pazia? Ndio maana hoji watu mataifa leo. Waingereza mlikaa vikao vyenu, mkasema Waingereza wasimamie ile nchi. Melezo baba? Ili wenye nchi yao wakitaka uhuru wao basi wapewe katika ufunuo. Melezo baba? Mbona leo mnawakataa Waebrania? Mbona mnakaa vikao vya kuwakataa tena Waebrania? Mbona majarada yenu na siri zile za ndani kabisa ambazo mnazijua, mbona mmefunika majarada yenu, mmefunika mafaili yenu, mnazungumza kitu ambacho sicho? Na wahoji watu wote duniani leo katika ujumbe huu mashuhuri duniani. Mnapata zote ba? Na wahoji leo Yesu anawaambia katika mikono yake nabii. Melezo baba? Sasa lazima tuangalie kwamba wakati Yesu anazungumza anwani hii, melezo tayari alikusha watuma manabii, melezo baba, wa Agano la Kale kufunua uwepo wa taifa la Israeli katika siku za mwisho. Kama anwani ya michoro ya uwepo wa Mungu mkuu Yesu ambaye anazungumza habari zake. Na lazima tuende kwa kina sasa, tuangalie nabii mbalimbali, melezo, zinazoelezea uwepo wa taifa la Israeli katika siku za nini? Za mwisho, ili watu wote wapate kujua. Ndugu yangu, naomba ufungue Yeremia sura ya 30 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11. Kumbuka ujumbe huu unajulikana kama diplomasia duniani. Melezo baba? Amen. Diplomasia hapa duniani kuelekea siku hizi za mwisho, kabla ya kuja kwa mambo shuri nani? Yesu mfunuzo mambo na uwepo wa ufalme wa Mungu hapa duniani, kutoka kwenye mchoro wa taifa la Israeli na uwepo wa mji wa Yerusalemu. Ndio ujumbe mashuhuri ambao Yesu anawachilia leo katika mikono yake nabii. Fungua Yeremia sura 30 mstari wa kwanza mpaka 11. Tuone neno hili. Ndio ndugu yangu. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia. Sikiliza, neno hili ndilo lililomjia Yeremia wastani wa miaka 700 kabla ya Kristo. Malazo leo ni miaka 2000 ngapi? Na 700. Unabii huu unatimizwa leo katika karne ya 20 kuja karne ya 21. Unabii wa nabii Isaya miaka 2700 baadaye leo unatimizwa duniani katika mikono ya nabii. Melezo baba? Alafu leo watu wanakaa vikao kutokutambua mchoro huu wa kinabii. Melezo baba? Huwezi mkabaki salama duniani, na waonye watu wote duniani, hamwezi mkabaki salama. Neno hili ndilo lilomjilia nabii Yeremia miaka 2700 iliyopita. Neno lile lilomjilia Yeremia ndio lile linatujilia leo. Kwa sababu nikiwa ofisini nikamsikia mwamba anazungumza nami ndani. Melezo akaniambia ujumbe wa leo huwa hapa, kaseme na watu wote wa mataifa, kawaambie. Amen. Neno la Bwana lilinijia. Melezo baba? Yes, lilinijia. Amen. Katika mikono ya kinabii. Mwamba akaniambia kahubiri hiki leo. Melezo baba? Hiki hapa, chukua anwani hizi, unganisha, kawape. Melezo baba? Ili nitakachoenda kufanya, melezo baba, ili mtu yote asije akalia. Melezo baba? Aliye tu kwa furaha. Melezo baba? Kwa sababu ulionywa. Melezo baba? Yes. Huyu Yesu anazungumza katika mikono hii kinabii. Sikia nabii Yeremia huyo. Melezo baba? Kama yeye alivyojiliwa na neno hilo, melezo baba, ndivyo lilivyomjilia leo miaka 2700, akifanya marejeo ya ujumbe wake kwa nabii. Amen. Yule roho ambaye anazungumza habari zake mwenye Yesu ndio huyo ambaye analeta anwani hizi mashuhuri. Msikie nabii. Ndio ndugu yangu. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema ndio
Bwana Mungu wa Israeli asema hivi. Sikiliza, Bwana Mungu wa nani? Wa Israeli. Amen. Barabara zura ba. Niwaambie Mungu alitumia taifa moja kuchora siri za ufalme. Ndio maana Yesu ana anwani kumbili. Barabara zura ba. Ila alitumia taifa moja kuchora mchoro wa ukombozi. Ili wazo lake linapotoka ndani ya taifa moja katika udhibiti wa mtu yote asiongeza wala kupunguza. Maana ili watu wote wa mataifa turudi ndani ya ufunuo kutoka kwenye michoro ya manabii na mitume wa Kiebrania. Amen. Barabara zura ba. Amen. Barabara zura ba. Endelea ndugu yangu, ndio. Bwana Mungu wa Israeli asema hivi ndio, ya kwamba uyaandike kitabuni maneno haya yote. Sikiliza, uyaandike kitabuni maneno haya yote. Barabara zura ba. Amen. Na mimi leo nayaandika kitabuni maneno haya yote kwa sababu yanarekodiwa na jicho la kamera. Baadaye yatatafsiriwa kuja katika maandiko, maandishi, na kutafsiriwa kwenda kwenye lugha mbalimbali duniani. Anasema uyaandike katika nini? Katika kitabu. Amen. Katika chuo. Amen. Ndio ndugu yangu, uyaandike kitabuni maneno haya yote niliyokuambia. Amina. Kwa maana tazama siku zinakuja, asema Bwana. Tazama, anawaambia tazama, yani na wewe leo tazama, siku zinakuja. Ndio. Asema Bwana, ndio. Nitakapo warejeza watu wangu wa Israeli na Yuda. Umesikia? Nitakapo warejeza watu wangu Israeli na nani? Na Yuda. Yani zile dola mbili, Yuda na Israeli, yani makabila 10 na yale makabila mawili. Nitakapo warejeza Yuda na nani? Na Israeli. Nabii anatabiri miaka 2700 iliyopita. Leo watu wanakaa vikao wanahoji uwepo wa taifa la Israeli. Ndio nimehoji Waingereza leo. Mbona mlipewa dhamana kwamba hawa wangetaka kujitangazia uhuru mngewapa? Na mlikaa vikao vyenu baada ya vita vya kwanza vya dunia. Na wahoji dola ya Roma, na Marekani ambayo ni mshirika wake ambao wote ni dola ya Kilatini, dola ya Kirumi hiyo. Na wahoji leo, Roma ulikuwa unajua kabisa kwamba hao watarudi katika siku za mwisho. Mbona wanarudi mnawakataa leo? Ndio swali nauliza. Na leo mnazungumza habari ya diplomasia ya mahusiano kati ya nchi na nchi, kati ya ufalme. Mbona mzungumzi diplomasia sahihi ya kimaandiko kutoka kwenye wazo kula Mungu ili mbaki salama? Na mnajua kula kwenu kuishi kwenu. Kile mnachokifanya ni baraka ambayo Mungu alizungumza ndani ya michoro kutoka kwa Ibrahim, kutoka kwa nani? Isaka, kutoka kwa nani? Yakobo. Mbona mmeshiba sasa? Mmeshakula vyakula, mmeshiba. Mnakaa vikao kuja kutambua Israeli. Wakati Biblia iko wazi kabisa. Nabii anatabiri hapa. Sikia nabii Yeremia, ndio. Amen. Anasemaje? Kwa maana tazama siku zinakuja, asema Bwana, nitakapo warejeza watu wangu wa Israeli na Yuda. Nitawarejeza Israeli na Yuda, ndio. Waliofungwa. Sawa? Amen. Asema Bwana, nami nitawarudisha hata nchi niliyowapa baba zao. Umesikia hiyo? Nitawarudisha hata nchi niliyowapa nani? Baba zao, ndio. Nao wataimiliki. Nao watafanya nini? Wataimiliki. Wamerudi mwaka 1946. Mwaka 1948 Umoja wa Mataifa mkaitambua Israeli kuwa taifa. Mbona leo mnawakataa? Swali linakuja, kuna nini nyuma ya pazia? Niliwaambia kuna siri nzito nyuma ya pazia. Sisi kama manabii tunajua nini kinaendelea ulimwenguni na nini kinaenda kutokea duniani. Amen. Wasikilize tu ujumbe huu mashuhuri katika anwani hizi mashuhuri. Huyu ni Yeremia anazungumza miaka 2700. Tumwangalie Yeremia huyo anarudia tena katika michoro. Yeremia sura ya 31 mstari wa 23 mpaka mstari wa 36. Tuangalie Yeremia anarudia tena katika anwani za Mungu mkuu Yesu. Anarudia tena kuyaonya mataifa ya dunia. Wakati Yeremia anaandika waraka huu, alikuwa anaandika waraka wa mataifa yote ya ulimwengu. Israeli watarudi nchini mwao, na hakika maandiko haya yametimizwa duniani. Ndio ndugu yangu, anasemaje? Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi. Amina.
watatumia tena neno hili katika nchi ya Yuda. Amina, amina. Na katika miji yake. Amina, amina. Nitakapowarudisha mateka yao. Amina, amina. Bwana na akubariki. Umesikia, ndio ile salamu watu tunaitumia. Amen. Sasa watu wengi ile salamu tunapoitumia wa watu mtu wa juu mwenye kutumia akili ya dunia hawezi kutuelewa. Anasema mtakapoona Waebrania wanarudi nchini mwao. Amen. Moja kati ya ishara mtakapoona, mtaona duniani salamu watu wanasalimiana Bwana na ikiwa na anwani mbili ya kiroho na ikiwa na anwani mbili ya kimaumbo. Wale pale wamerudi. Bwana, na sisi tumerudi kwenye wazo la Mungu mashauri Yesu. Amen. Alafu mtu anaona juu tu. Bwana, amen. Anazungumza mambo juu tu. Bwana, niliwaambia kila kilichowekwa na Yesu. Bwana, is a prophecy, ni unabii. Lazima utauona duniani katika anwani hizi mashauri. Anasema watarudi na kutoa salamu ile. Amen. Bwana na akubariki. Kwani leo muisikii salamu inatajwa duniani? Mnataka nini tena? Kimebaki nini duniani? Bwana na akubariki. Nabii anatabiri miaka 2700 iliyopita kwamba anazungumza namna ya matukio mawili ulimwenguni atakapoumana. Waebrania watarudi nchini mwao kama anwani ya maumbo. Wakati huo Yesu ataleta ufunuo ndani ya kanisa katika uchumba wa mwisho wa dunia. Ili kuumanisha michoro ya uwepo wa Mungu duniani na ufalme wake katikati ya mataifa ya ulimwengu. Ndio leo unasikia sauti iliyomenwa, Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, Yehova wakati wote. Haya hayakuwahi kuhubiriwa mahali kokote katika anwani hiyo. Yalisubiri mpaka wakati huu. Nini kimesalia? Ndio maana nawaonya leo katika ujumbe wa kidiplomasia. Yesu pia ni mwana diplomasia mkuu. Ndio maana mimi amenituma kama msemaji wake. Yes, kwa sababu mkuu wa ufalme ni mwana diplomasia namba 1, sawa? Yes, alafu mimi ni msemaji wake tu. Ninayasema yale aliyoniambia niseme. Mwenye masikio na asikie katika anwani hizi mashauri. Sikia Yeremia anazungumza. Yesu anasemaje? Bwana na akubariki. Amina, amina. Kao la haki. Amina, amina. Mlima wa utakatifu. Amina, amina. Na Yuda na miji yake yote watakaa humo pamoja. Amina, amina. Wakulima nao waendao huko na huko pamoja na makundi yao. Amina, amina. Kwa maana nimeishibisha roho yenye uchovu. Amina, amina. Nami nimeiridhisha kila roho yenye huzuni. Umesikia hiyo? Twende taratibu msikie manabii wanapozungumza lugha ya kushangaza sana katika ufunuo. Ndio? Basi nikaamka, nikaangalia, na usingizi wangu ulikuwa mtamu kwangu. Amina, amina. Yaani nabii alikuwa anaona tukio lale. Yesu kamtoa miaka 2700 akamleta le katika karne ya 20 na karne ya 21. Akaona mabadiliko yote ya dunia. Akamuona Yesu anashuka katika Ufunuo sura ya 10. Anamuona kabisa mwamba anahubiri, anatangaza ufalme wake duniani kama mfalme wa zama zote katika Ufunuo. Anasema usingizi wake ulikuwa nini? Wataona umepata zuri? Ulikuwa mtamu sana. Usingizi ulikuwa nini? Mtamu. Linaona lilikuwa tamu sana. Leo yale nabii anaona matamu ndio leo tunayao, alafu tunaona kawaida. Amen. Amen. Unaona kawaida. Nabii anakuambia niliona utamu katika Ufunuo. Amen. Sikia nabii anazungumza. Ndio ndugu yangu. Tazama siku zinakuja, asema Bwana. Amina, amina. Nitakapoipanda nyumba ya Israeli. Nitakapoipanda nyumba nini? Ya Israeli. Ndio. Na nyumba ya Yuda. Amina, amina. Mbegu ya mwanadamu na mbegu ya mnyama. Naomba mchoro hapa. Tuweke anwani hizi. Anasema katika siku hizo. Amen. Hebu rejea hapo tupate anwani hizi mashauri za kinabii. Nampenda Yesu kwa sababu ni bingu ufunuo. Na hapa naona watu wote duniani. Wajue michoro hii ya kinabii. Kwa hiyo ni ujumbe wa kinabii. Ni ujumbe ambao ndani yake una unabii. Unaoleta mikokotoo kuelekea moja siku za mwisho. Anasema nami nitaipanda nyumba nini? Nyumba ya Israeli. Nyumba ya nani? Ya Israeli. Israeli na nani huyo? Na Yuda, sawa? Amen. Watarudi ndani ya taifa lao. Amen. Amen. Lakini anasema nitapanda, yani katika wakati na warudisha. Sawa? Amen. Anasema nitapanda mbegu mbili. Mbegu ngapi? Mbegu mbili. Ya kwanza itakuwa ni mbegu ya mwanadamu. Mwanadamu. Na mbegu ya pili ni ya nani?
ya mnyama. Wataimebazwa baba. Amen. Twende taratibu uweze kumwelewa Yesu katika Ufunuo. Nitapanda mbegu mbili katika nchi, sawa? Amen. Mbegu ya kwanza ni mbegu ya mwanadamu, maana mbegu ya mwana wa Adamu, wale watoto wa Yesu waliochaguliwa kutoka misingi ya maumbo, maana Waebrania halisi. Lakini wakati wanarudi hawatarudi, yani ndani ya nchi ile lazima kuwe na mbegu ngapi? Mbili. Moja itakuwa ni mbegu ya mnyama. Malazo baba. Mnyama huyu ni nani? Unarudi kwenye ufunuo wa kinabii. Malazo baba. Niliwaambia watoto wa Ibilisi walitokana na nani? Na mnyama. Wenyewe muone wala wanashindana. Na leo watoto wa Ibilisi wamekaa kikao wanasema hapana, mbegu ya mnyama na yenyewe ipate neema. Malazo baba. Watamenielewa zuri baba. Umelipata nzuri baba. Kwa wale wanaita pale wanasema tuweke mataifa mangapi? Mawili. Na waambia haiwezekani. Haiwezekani, sema mambo shule Yesu. Mbegu mbili ziko pale, bwana. Na Yesu aliziacha zote. Ndio Bwana anatoa unabii huu, bwana, kutoka kwenye michoro ya kinabii, bwana, ili watu wajue kinachoendelea pale. Ni Yesu ndiye aliweka mchoro huu wa kinabii, bwana. Lakini pale ndani taifa ni moja. Amen. Hamtanielewa leo, msubiri muone shughuli itakayoendelea. Bwana, taifa moja. Nabii anawaambia kutakuwa na mbegu ngapi? Mbili ndani ya nchi moja. Amen. Melazwa lazima kuwepo na watoto wa nani? Wa Ibilisi. Hata Waebrania walipotoka Misri, walitoka katikati pale, wa Misri wenyewe waliondoka, wa Moabu na wenyewe wakajiingiza ndani ya Israeli. Kwa hiyo walipokuja kwenye ile nchi walikuja na wageni. Melazwa kama ilivyotokea wakati ule lazima itokee leo katika Ufunuo. Watemenielewa baba? Amen. Rudia tena tumsikie nabii anasemaje. Ndio. Tazama siku zinakuja, asema Bwana. Tazama siku zinakuja, asema Bwana. Ndio. Nitakapoipanda nyumba ya Israeli. Nitakapoipanda nyumba ya Israeli. Ndio. Na nyumba ya Yuda. Na nyumba ya Yuda. Ndio. Mbegu ya mwanadamu. Mbegu ya mwanadamu. Ndio. Na mbegu ya mnyama. Na mbegu ya mnyama. Ndio. Amen. Tena itakuwa kwa kadiri nilivyoangalia. Amen. Ili kuang'oa. Amen. Na kubomoa. Amen. Na kuangusha. Amen. Na kuangamiza. Yaani amuone Waebrania wanang'oa, wanabomoa, wanaangusha. Nyinyi amuone. Pale Gaza wanafanya shughuli gani? Wanang'oa, wanabomoa, wanaharibu. Kwa nini lazima mbegu ya mnyama ifanye nini? Iondoke. Amen. Amen. Ni Biblia inasema. Hebu endelea mtakatifu Bwana. Ndio. Kwa kadiri hiyo nitawaangalia ili kujenga na kupanda. Kwani uone Waebrania wanajenga nchi yao. Wanateka, wanajenga makazi kwa ajili ya watoto wao wanaotoka kwenye mataifa mengi duniani ili warudi kwenye nchi yao. Kwa sababu maandiko yanasema katika siku za mwisho Waebrania watarudi nchini wao. Ndio wao wanateka yale maeneo ili makazi yafanyike sawa sawa na neno la Bwana katika mikono ya kinabii. Huyu ni nabii anazungumza. Tumeangalia tena Yeremia sura 32. Mstari wa 36 mpaka mstari wa 44. Hebu tusome nao unasemaje? Ndio ndugu yangu. Basi sasa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi. Amen. Katika habari za mji huu ambao ninyi mnasema juu yake maneno haya. Amen. Umetiwa katika mikono ya mfalme wa Babeli. Amen. Kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni. Amen. Tazama nitawakusanya na kuwatoa katika nchi zote nilikowafukuza katika hasira yangu na uchungu wangu na ghadhabu yangu nyingi. Nami nitawaleta tena hata mahali hapa. Umesikia hiyo? Amen. Bwana anatoa unabii wa mwaka wa 70 na mwaka 135. Amen. Alafu hapo anatoa unabii wa mwaka 1946 Waebrania wamerudi nchini mwao. Amen. Anasema mfalme wa Babeli atachukua hii mali, lakini katika siku za mwisho nitawarejesha kwenye nchi yao. Amen. Waebrania wamerudi katika nchi yao katika mikono ya kinabii. Amen. Huyu ni nabii Yeremia, tumeona waraka huu. Na ndio maana waraka huu ulitumika na waziri mkuu alipotoa hotuba yake kwamba nchi ya Israeli ni nchi yao kwa mujibu wa maandiko ya Yeremia nabii. Melazwa Amen. Amen. Yaliyoandikwa kitabuni kuweka anwani maalum ya uwepo wa taifa la Israeli kuelekea moja siku za mwisho. Sasa tuangalie manabii wengine walizungumza nini katika anwani hizo. Melazwa lazima tuangalie katika kina hicho cha kinabii. Fungua Zefania sura ya 3 mstari wa 9 mpaka mstari wa 20. Zefania sura ya 3 mstari wa 9 mpaka mstari wa 20. Tuone anwani hizi za uwepo wa taifa la Israeli katika siku za mwisho kama anwani maalum ya michoro ya kinabii. Melazwa
ili tujue nini kipo duniani, ili watu wasifanye makosa ulimwenguni. Ndio ndugu yangu. Maana hapo ndipo nitakapowarudishia mataifa lugha iliyo safi. Amina. Wapate kuliitia jina la Bwana. Amina. Wamtumikie kwa nia moja. Amina. Maana toka nchi iliyo mbali na mito ya Kushi waniombao dua, yaani binti za watu wangu. Sasa Kushi ni Afrika, sawa? Kutoka mbali, Melazure, na kutoka kwenye mito ya nini? Ya Kushi, Afrika. Waebrania watarudi nchini mwao. Nabii anazungumza, huyu ni Zefania, ndio. Waniombao dua, yani binti za watu wangu. Binti za watu wangu, yani Israel, ndio. Waliotawanyika mwaka 135, ndio. Wataleta matoleo yangu. Ndio. Siku ile hutatayarika matendo yako yote ulioniasi. Amina. Maana hapo nitawaondoa watu wako wanaotakabari na kujivuna. Wasiwe kati yako. Wala hutakabari tena katika. Anasema watu wanaotakabari. Mimi nitawaondoa. Kwani uone wanaondolewa pale? Mnataka nabii andikeje? Angeandika kwamba Bwana kutatokea na vita, Waebrania watawafukuza waliowakuta. Melazura ba. Kila mtu angekuwa nabii. Melazura ba. Watamepata ba. Anasema watu wanaotabaraki. Melazura ba. Hao lazima nitawafukuza. Na hakika wanafuku na wataendelea kufukuzwa ndani ya taifa hili. Hakuna kikundi chochote cha kijasusi duniani, wala jeshi lolote, Melazura ba, wala nchi yote, wala umoja wote wanaweza kufanya kile walichokubaliana kwamba Israeli mataifa mawili. Haitawezekana. Ni makaratasi wameandika, Melazura, sio uhalisia. Melazura ba. Sio nini? Uhalisia. Haiwezekani. Asema mambo shauri Yesu. Ndio leo na Bwana anaachilia ujumbe huu wa maonyo. Melazura kama anwani maalum ya diplomasia duniani akiwemo mataifa yote ya dunia. Melazura ba. Huyu ni nabii Zefania anazungumza katika anwani hizo. Hebu endelea tumsikilize Zefania, ndio. Maana hapo nitawaondoa watu wako wanaotakabari na kujivuna. Wasiwe kati yako. Ndio. Wala hutatakabari tena. Wala hutadanganyika tena. Ndio. Katika mlima wangu. Ndio. Yerusalemu hiyo. Melazura ba. Ndio. Lakini nitasaza ndani yako watu walioonewa na masikini. Nao watalitumainia jina la Bwana. Nami nitasaza wateule wangu, Melazura, ambao hawana budi, ni wale 144,000 sawa sawa na Ufunuo sura ya 7 mstari wa kwanza mpaka 8 na Ufunuo sura 14 mstari wa kwanza. Yaani anasema watarudi, lakini ndani kutakuwa na watoto wa. Ndio maana pale unaona wengine wale wanajiita Waebrania. Ni kweli kabisa Melazura, lakini si wateule. Wateule ni 144,000 wanasubiri kuokolewa katika kipindi kile cha dhiki kuu. Mungu atakapomtuma Musa na Elia. Melazura. Elia awamu ya 6 na Musa awamu ya 3 katika anwani hizi mashuhuri. Ndio ndugu yangu, nabii anazungumza, ndio. Mabaki ya Israeli hawatatenda uovu wale 144,000 hawatatenda uovu, ndio. Wala kusema uongo, ndio. Wala ulimi wa hadaa hautaonekana kinywani mwao. Amina. Kwa maana watakula na kulala, wala hapana mtu atakayewaogofya. Amina. Imba binti Sayuni, ndio. Piga kelele, wale wanaanza kupiga kelele sasa, ndio. Israeli. Furahi na kushangilia kwa moyo wako wote. Binti Yerusalemu. Bwana ameziondoa hukumu zako. Yaani yale mapigo ambayo Waebrania walipigwa, maandiko yanasema Bwana ameondoa, ndio maana wamerudi wale pale. Ole wako wewe unaonyesha kidole dhidi ya uwepo wa taifa la Israeli. Huyu ni Yesu anazungumza na nabii mwingine. Nabii mwingine anazungumza katika Ufunuo ule ambao leo unadhibitishwa duniani. Hebu msikilize huyu nabii anasemaje, Amemtupa nje adui yako. Amemtupa wapi? Nje. Uone wanafukuzwa. Hamuoni maadui wanakimbia. Lazima maandiko yatimizwe. Na Israeli ndio mabingwa wa kutimiza maandiko. Yaani wale Yesu huwa anapenda kuwatumia
kutokana na ujasiri walionao. Na Yesu aliwaandaa hivyo kuwa hivyo. Amen. Lazima maandiko yatimizwe. Ndio ndugu yangu anasemaje? Mfalme wa Israeli, naam. Yeye Bwana yu katikati yao. Umesikia hiyo? Amen. Bwana yuko wapi? Katikati yao. Alafu leo watu wanakuambia tuigawe nchi, mnatafuta moto duniani. Mnautafuta moto watu mataifa. Na hili jambo lililoendelea pale New York, wengine wanahisi kama aliwahusu. Kila nchi ilipeleka wawakilishi. Kama mwakilishi alienda New York na kukubaliana kwamba pale kuna mataifa mawili, wewe mtu wa kawaida hapa duniani ulishiriki. Subirini mtakayoona atakayoendelea. Ndio maana nitatoa unabii ndani ya ujumbe huu. Yatakayoendelea ulimwenguni kule kama wajasiri mwisho. Tumana anawaambia hapa watu watubu dhambi.